anawaambia Watanzania kwamba nchi inajengwa kwa mapato. Haiwezi kujengwa nchi kwa udongo. Kwa hiyo anatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kulipa kodi ili tuweze kujenga nchi yetu. Kama vile ambavyo mnafanya, mnalipa kodi katika nchi hii, basi tudumishe utamaduni huo na kisha tuwarithishe vijana wetu waweze kulipa kodi na kodi iweze kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Mwisho anaiombea mamlaka ya mapato ufanisi, kazi nzuri, umoja kwa wafanyakazi wake, mshikamano kwa wafanyakazi wake, na baraka kwa kile wanachokusanya ili kuweza kujenga nchi yetu. Sisi tunawashukuru sana kwa kutuheshimisha kwa kiasi hiki. Lakini niseme tu kwa sababu najua umuhimu na lengo la TRA ni kukusanya mapato ya nchi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kama Sheikh Mkuu, nitahimiza masheikh wote, misikiti mbalimbali, madaris na taasisi za Uislamu kujitokeze kwa wingi katika kuwasaidia ndugu zetu wa TRA kukusanya mapato, kwa sababu basi na kukusanya mapato ndio kitakachofanyika. Na ni jambo rahisi tu, ni mipito ile tunayosema kila siku ya kukusanya taka, tutahamisha tu zile aya huko na hadithi huko, hatimaye tupate kufanikiwa. Asante sana. Umezungumza hapa kwamba nchi haiwezi kwenda bila kulipa kodi. Na Sheikh Isa amezungumza mwanzoni kabisa mahusiano ya kodi na Uislamu. Na amesema kama kodi inayokusanya inakwenda kwa manufaa ya wananchi, basi hiyo kodi ni halali. Watanzania, faida za kodi zinaonekana. Leo tuko hapa kwa sababu kuna ulinzi na usalama. Na ulinzi na usalama hautakuwepo kama watu hawalipwi mishahara. Kodi yenu ndio inatumika kufanya hivyo. Mmekuja hapa kwa sababu mmepita kwenye barabara. Hizi barabara miundombinu ni kodi zenu. Leo tuna watoto, tuna ndugu zetu wanasoma bure, wanatibiwa, ni kwa sababu ya matumizi sahihi ya kodi. Kwa hiyo ni halali kwa imani zetu kulipa kodi. Kama ni halali pia kuwahimiza tulipe kodi. Kwa hiyo wakati tunawashukuru kwa kulipa kodi, tuwaombe pia muendelee kulipa kodi bayana. Na hasa kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu na Kwaresma, matumizi ni makubwa. Mwakilishi wa Mufti amesema tulipe kodi. Mimi naenda mbali zaidi. Unaweza kuichangia nchi kwa kuhakikisha kila unachonunua mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma, hakikisha unadai na kupewa risiti. Ukifanya hivyo ni ibada pia. Sheikh, ni ibada. Ukifanya hivyo ni ibada. Lakini licha ya kwamba utapata thawabu, lakini unakuwa unaisaidia nchi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa
awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.